chagua moja, umesafiri na Rais William Ruto kwenda Beijing, China, ama umehudhuria mazishi ya Papa Francis, unachagua ipi? Mazishi. Naam, hivi tunavyozungumza ndio maandalizi ya mazishi ya Papa Francis. Tunafuatilia pia kwenye TV47 na ripota wetu ambaye yupo kule Roma, Vatican, ni kijana Kangwana. Kangwana, unanipata? Naam, nakupata vizuri kabisa Hasani. Vipi hali ya hewa huko Roma? Hapa hali nimekita kambi hapa kutoka siku ya jana, ambapo nimekuwa nikifuatilia mazishi ya Papa Francis ambaye aliweza kutoweka duniani mnamo siku ya Jumatatu tarehe 21 mwezi Aprili mwaka huu, na hadi hivi sasa tunatarajia pia viongozi kutoka maeneo ya Afrika 11 ambao watakuja kuhudhuria hafla hii. Lakini nikujuze kwamba mapema hii leo tumeweza kumuona spika wa bunge la kitaifa kule nchini Kenya ambaye ni Moses Wetangula aliweza kufika hapa, na atakuwa miongoni mwa viongozi kutoka kule taifa la Kenya ambao wanahudhuria hafla hii. Kwa hiyo tutakuwa tunakuarifu yote yanayojiri hapa, lakini ni kwamba Papa Francis wengi wamekuwa wakisema mengi kumhusu kupitia mitandao ya kijamii, na wengi wametoa kauli nyingi sana, huku baadhi ya viongozi jana pia tumeshuhudia aliyekuwa rais wa taifa la Kenya Uhuru Muigai Kenyatta akisema kwamba wengi wanafaa kuiga yale ambayo alikuwa anafanya Papa Francis. Kwa hiyo tutakuwa tunakuarifu hali inakwenda namna gani hapa, na tutakuwa tunarejea kwa msikilizaji wetu tumweze kumwarifu na ujiri. Asante sana Kangwana. Nasema tu ameondoka duniani, ameaga dunia, sio ati aliweza kufariki. Hiyo achana nayo. Kabla sijakuachia, ni nini huko nyumbani umekipeza? Ukiwa huko Italia unatamani kitu gani huko nyumbani bwana? Ni nini umekimisi huko nyumbani? Tayari chakula ambacho mimi nimekizoea sija kiona huko. Nimezoea sana kula matoke kwa sababu ni chakula ambacho ni kitamu. Ukubeba matoke. Unajua nimeenda kule, hapa ni huzuni tu. Na ulipata nafasi ya kumuona labda marehemu kwa ukaribu? Picha naona watu wanapita wakiangalia mwili. Hatukufanikiwa. Sikufanikiwa. Kwa sababu gani? Hali ya usalama ama uliogopa kuona mwili? Dini yenyewe, mwili basi hafla yenyewe ikiwa inaendelea inakuwa vigumu sana upate ile fursa ya kutazama mwili kabla aweze kuzikwa. Umesema ni huzuni, maombolezo, lakini sauti yako ni kama una uchangamfu fulani na furaha fulani. Manake tunasema tunasherehekea maisha yake, au sio? Naam. Asante, nitarudi kwako tena baadaye. Asante. Ujumbe wote kutoka Roma kuwaendea wa Kenya wanaokusikiliza Radio 47. Tutazidi kukuarifu mengi zaidi yanayojiri hapa Italia.